Msikilizaji, Marekani na Israeli zimekataa mpango wa Waarabu wa kujenga upya ukanda wa Gaza baada ya vita ambao utawaruhusu wa Palestina milioni 2.1 wanaoishi huko kubaki katika eneo hilo. Pendekezo hilo lililoidhinishwa na viongozi wa nchi za Kiarabu katika mkutano wa kilele mjini Cairo ni mbadala wa wazo la Rais Donald Trump wa Marekani kutoa Gaza na kuwapa makazi mapya wakazi wake. Mamlaka ya Palestina na Hamas walikaribisha mpango huo wa Waarabu ambao unatoa wito kwa Gaza kutawaliwa kwa muda na kamati ya wataalamu huru na walinda amani wa kimataifa kutumwa huko. Katika gumzo hii leo nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya kimataifa na Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi kuhusu mpango huo wa kutaka kuijenga upya Gaza. Kuna nini cha ziada katika eneo hilo? Gaza imekuwa na vitu vingi. Ugomvi wa Israel na Gaza unabeba vitu vingi, mfano utajiri uliopo eneo husika, kwa sababu hata kwa uchunguzi uliofanyika mwaka 2017 kampuni zilizofanya utafiti kwenye Mediterranean yote kulionekana kuwa pwani ya Gaza imekuwa na reserve ya kutosha ya gesi na mafuta, lakini pia nje ya vile kuwa kuna ule mpango tata ambao umekuwa ukitajwa wa uanzishaji wa corridor ambayo inakuwa mbadala wa ile ya Suez Canal ya Misri, ambayo hii ingeanzia huku kwenye pwani ya Bahari Nyekundu kuja mpaka upande wa Gaza, ambao imekuwa Israel inatajwa kuwa iliweka budget inaitwa Ben Gurion Canal, ambayo Israel ingepasua katikati kilomita 93 nje ya hilo. Lakini pia eneo la Gaza limekuwa kama ni kikwazo cha Israeli, hasa ukiangalia kuwa toka mwaka 48 ilivyoanzishwa Israeli, mwaka 67 ilivyowasogeza taratibu Arabu, lakini vita za karibuni za miaka ya 72, 82 kuja vita za karibu ya miaka 2000 taratibu iliwasogeza watu wa Gaza kusogea pembeni, na lengo hasa la Israel imekuwa ni ile Great Israel, ukubwa wa Israeli. Sasa inatamani kuwasogeza watu wa Gaza waende mpaka Sinai. Kama watafika Sinai, Israel itaweza kuchukua mipaka yote ya Misri, manake kuwa Misri haitakuwa tena na mpaka na Palestina, itakuwa na mpaka na Israel. Kwa hiyo kuna tamanio hilo ambalo kuwa sasa unaona Israel analiweka mezani likitiwa baraka na Marekani. Kwa hiyo hapa msukumo ni kutaka vyote, hamna kingine unachoweza kusema kuwa ni ukoloni na ni utakaso wa kikabila. Trump alikuja na pendekezo lake jinsi ya kuijenga Gaza, likakataliwa. Tumeona pendekezo mbadala ambalo limetolewa na Waarabu. Marekani na Israel nao wamekataa. Sasa unadhani ni njia ipi bora ya kuijenga Gaza? Hakuna njia bora ya kuijenga Gaza kama Marekani irudi kwenye kile ambacho iliwahi kukisimamia. Unajua mwaka 92, 93, 94 mpaka 95 Marekani ilisimamia mazungumzo kati ya Israel na Palestina ambayo yalienda kwenye mkataba unaofahamika kama mkataba wa Oslo, wakati wa Yasser Arafat na waziri mkuu wa Israel akiwa Isaac Rabin na rais wa Marekani alikuwa Bill Clinton. Sasa ni Marekani kukwepa majukumu yake, inatakiwa irudi ianzie hapo ndio kwenye suluhu, kwa sababu hata ukisema kuwaondoa watu wa Gaza ili Gaza iangukie kwenye mikono ambayo anasema itakuwa chini ya Marekani, hiyo chini ya Marekani ni story, lakini itakuwa chini ya Israeli ndio kinachotakiwa kuwa waondoke, afu Marekani anasingizia kama yeye atakuwa pale. Sasa hii haiwezi kuleta suluhu, na ndio maana unaona kuwa hawa Waarabu ambao walileta wazo mbadala, si kwamba wengi wanawapenda watu wa Gaza au wanaipenda Hamas au wanawapenda wa Palestina, lakini wamekuwa na hofu na tawala zao kuwa kuanguka kwa Gaza kwa watu milioni 2.2 kuondoka kutaamsha ari ya vurugu zaidi kwenye nchi zao. Kwa hiyo hofu ya utawala wao kudondoka, hizi nchi za kifalme zina hofu sana tawala zao zitazalisha uasi wa ndani. Kwa hiyo kuna hilo. Kwa Misri ana hofu pia, kwa sababu wakati Al-Sisi anapindua nchi mwaka 2012, Muslim Brotherhood wengi pia walikimbilia Gaza. Kwa hiyo kuwarudisha tena upande wa Misri pia ni hatari kwa usalama wa Misri. Kwa hiyo Misri ana hilo, lakini pia anasimama kwenye ajenda ya Waarabu na mkutano wa Waarabu wa mwaka 1967 walikaa Khartoum wakasema kuwa ni lazima watu wa Gaza wabaki Gaza na Waarabu hawatuitambua Israeli mpaka Israeli iondoke kwenye ardhi ya Waarabu. Kwa hiyo wakati mwingine wanasimamia pale licha ya kuwa tayari walikwisha kusaliti, akianza Misri mwenyewe mwaka 79, Jordan 94, 2020 tumeona wengi zaidi, Bahrain na wengine. Kauli ya Hamas hivi karibuni kwamba wako tayari kukabidhi madaraka kamati ya mpito, nguvu yao itapungua Gaza iwapo watafanya hivyo? Ushawishi wa kisiasa utaondoka, lakini bado Hamas wamebaki na msimamo ule kuwa watabaki kumiliki silaha, na hilo ndio limekuwa na utata zaidi, kuwa mapendekezo yamekuwa ni kusalimisha silaha, lakini Hamas na washirika wenzao kama Palestine Islamic Jihad wao wanachodai kuwa kama mnahitaji tusalimisha silaha zetu, tuko tayari kusalimisha, lakini silaha zetu tutasalimisha pale tutapokuwa na taifa linaitwa Palestina. Lakini kwa hivi sasa sisi ni wapigania uhuru, silaha ndio sehemu pekee ambayo tunaweza tukajilinda. Kama sisi tunaweza tukasalimisha silaha, kwa nini upande wa pili unaongezewa silaha? Kwa sababu ni karibu kila siku tunaona Marekani ikizidi kupeleka silaha upande wa Israeli, huku upande wengine wanatakiwa wasalimisha
wasalimishe silaha. Wanasema kuwa usalimishaji wa silaha ni hatari zaidi kwetu. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kampeni dhidi ya Hamas itaendelea hadi pale wapiganaji hao watakaposhindwa kikamilifu. Kauli ya Netanyahu ni kauli iliyobeba siasa tu ya ndani ya Israeli inavyomsumbua, ndio inaomfanya azungumze hayo, lakini kiuhalisia anafahamu kabisa kuwa huwezi kuimaliza Hamas kwa sababu Hamas sio kitu. Hamas ni ideology, kwa hiyo kumaliza jina la Hamas ni jina tu, lakini kilicho kwenye vifua vyao ni vigumu, kwa sababu tumeona miezi 15 ya vita kali kabisa ya Israel na mabomu kila sehemu, na hata vyombo vya habari vya Israel vitangaza karibu nguvu 80% ya Hamas imedondoka, lakini wakati wa ukabidhi wa mateka tumeona ni vitu tofauti kabisa, kwa Hamas wakionekana bado wako imara, wakiwa na udhibiti, wakiwa na nguvu, wakiwa na watu wengi. Kwa hiyo swala hili unaweza ukarudi kwenye kauli aliyowahi kuizungumza aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant, kuwa ni ndoto kusema kuwa unaweza kuimaliza Hamas. Kwa hiyo kauli ya Netanyahu ni kauli ya kisiasa ambayo inabeba siasa ya ndani, kwa sababu wenzake wa mrengo wa kulia wameshamtishia sana kuidondosha serikali ikiwa atafanya makubaliano ya aina yoyote. Kwa hiyo hii ni katika ile unasema kupoza pressure ya siasa ya ndani. Sasa hivi tunaona kati ya Israel na wapiganaji wa Hamas kuna makubaliano ya kusitisha mapigano ambapo awamu ya kwanza imeisha. Sasa unadhani utekelezaji wake utakamilika? Awamu ya kwanza imemalizika ya siku 42 na tukaona Israel ilitoa pendekezo la kutaka kuendelea kubadilishana mateka bila kuingia awamu ya pili. Hamas wakakataa, wakasema hatuwezi tukafanya vile, kama mnataka tuendelee tuingie kwenye awamu ya pili. Yote hiyo Israel ilikuwa inafanya kukwepa kile kinaitwa awamu ya pili ya mazungumzo ambayo ilitakiwa ianze wakati wa wiki ya pili tu ya awamu ya kwanza. Awamu ya pili inasema kuwa vikosi vya Israeli vitaondoka rasmi kwenye ardhi ya Gaza. Sasa Israeli ilichokuwa inakikwepa ni hiyo awamu ya pili ya kuondoa vikosi rasmi, kuwa mpango wao wa kusafisha watu wa Gaza utakuwa umekwenda mbali zaidi. Sasa wakapendekeza katika awamu ya kwanza ya kutoa mateka, wakapendekeza kuwa tutaruhusu mtoe mateka 2-3 kwa siku, na sisi tutaruhusu uingizaji wa misaada zaidi kwa siku. Kwa hiyo huo ni mchezo ambao unakufanya kuwa ukienda mpaka mwisho utapoishiwa mateka basi imekwisha na wenzako wanaendelea pale pale walipoishia. Sasa Hamas wamelikataa hilo, wakasema kuwa kama lengo basi twende kwenye hatua, kwa sababu makubaliano ya usitishaji yalikuwa na awamu 3. Awamu ya kwanza inajieleza wiki 6, awamu ya pili ni ya wiki 6, awamu ya 3 ya wiki 6, lakini hakuna nyongeza katika awamu yoyote. Nadhani hapo ndio wamekwanguana. Kwa kumalizia tu majumuisho yako kwa hali inavyoendelea Gaza. Hali ya Gaza bado ni mbaya sana, na uamuzi wowote wa Gaza uko chini ya Marekani. Haya yote tunayazungumza huku na huku, lakini anayefanya uamuzi ni Marekani, na hata kwenye makubaliano ya awali aliyefanya maamuzi ni Marekani. Netanyahu na washirika wake walikuwa hawataki kabisa, lakini Trump alitaka iwe hivyo, na hata hivi sasa Marekani akiamua kesho Israel ya saini makubaliano atasaini. Akiwa hataki na lengo lake anataka alitimize Trump, hatosaini. Kwa hiyo Marekani ndio anabeba kila kitu, licha ya kuwa anasimama kama msuluhishi, lakini yeye ni mshiriki wa mgogoro na ana upande. Kwa hiyo kuna wakati unamwona kuwa hana sifa za kuwa msuluhishi kwa sababu yeye ni sehemu ya mgogoro. Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala ya kimataifa na Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi.